Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumamosi tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026, juma la 4 katika kipindi cha Pasaka mwaka A wa Kanisa. Leo neno la Mungu linatualika kuwa na imani kwa Mungu kupitia mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo. Pia kwa namna ya pekee leo Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Athanasi wa Alexandria, askofu na mwalimu wa Kanisa. Masomo yetu ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 44 hadi ya 52, na somo la Injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya 7 hadi ya 14. Kabla hatujaendelea na tafakari yetu, karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua, tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usimjue? Filipo, aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Mnasadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, hamsadiki hivyo. Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nilizozifanya mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa maana mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa wasikilizaji, karibuni sasa tutafakari pamoja maandiko matakatifu tuliyoyasikia, na kwa namna ya pekee somo la Injili. Yesu anasema maneno makubwa na ya kina, aliyeniona mimi amemwona Baba. Tunasoma katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 9. Maneno haya si ya kawaida. Yesu hatuambii tu kwamba Baba yuko mbinguni na yeye yuko duniani, bali anatuambia kuwa uhusiano wao ni wa ndani kabisa. Yeye yuko katika Baba na Baba yumo ndani yake. Wapendwa wasikilizaji, huu ndio msingi wa imani yetu ya Kikristo. Yesu si nabii tu, si mwalimu tu, bali ni mwana wa Mungu aliye sawa na Baba katika umungu. Tunapomtazama Yesu, tunamtazama Baba. Tunaposikia sauti ya Yesu, tunasikia sauti ya Baba. Tunapomwona Yesu akiponya, kusamehe na kupenda, tunaona moyo wa Baba anavyowapenda wanadamu. Lakini si kila mtu alikubali ukweli huu. Tangu mwanzo, katika karne ya 4, kulikuwa na mwanateolojia mmoja aitwaye Ario kutoka Alexandria. Ario alifundisha kuwa Yesu ni kiumbe kilichoumbwa na Mungu Baba. Kwake yeye, Yesu mkubwa kuliko malaika na viumbe vyote, lakini si sawa na Baba katika umungu. Alisema kulikuwa na wakati ambapo mwana hakuwepo. Haya mafundisho yake yalikuwa ni ya uzushi na ya uongo. Msimamo huu
ulisikika kuwa ni msimamo wa busara kwa watu wengi wakati ule. Kwa nini? Kwa sababu akili ya kibinadamu inapata shida kuelewa jinsi Mungu mmoja awe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ario alitaka kulinda umoja wa Mungu kwa kumfanya Yesu awe chini ya Baba, lakini kufanya hivyo kunadhoofisha wokovu wetu. Kwa nini? Ni kwa sababu kama Yesu si Mungu wa kweli, basi dhabihu yake msalabani haiwezi kuwa na nguvu ya kuokoa wanadamu wote. Kiumbe hawezi kuokoa viumbe wenzake. Ni Mungu tu ndiye anayeweza kuvunja vizuizi kati ya mwanadamu na Mungu. Hapo ndipo kanisa lilisimama kidete na kusema, hapana, Yesu ni Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kutoka kwa Mungu wa kweli, kama tunavyokiri katika kanuni ya imani ya Nisea. Wapendwa wasikilizaji, Yesu mwenyewe katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 14 anakanusha msimamo wa Ario bila kutaja jina lake moja kwa moja. Anasema, ikiwa mnanijua mimi, mngalimjua pia Baba. Hauwezi kumjua Baba bila kumjua Mwana, na chochote mtakachokiomba kwa jina langu, hicho nitafanya. Ndugu wapendwa, ni Mungu tu anayeweza kufanya kila kitu. Ni Mungu tu anayesikiliza na kujibu maombi kwa uwezo wake mwenyewe. Kwa hiyo tafakari hii inatuhusu na sisi leo. Mara nyingi sisi tunafanya Yesu kuwa mdogo katika maisha yetu. Tunamwona kama mwalimu tu wa maadili, si kama Mungu anayeishi ndani yetu. Tunamwomba kama ni rafiki wa mbali, si kama Bwana anayekaa ndani ya mioyo yetu. Wapendwa wasikilizaji, Yesu anatualika leo tuachane pia na picha ndogo tunayomchorea. Tuamini ya kuwa Yesu anaishi ndani yetu. Yeye ni rafiki yetu wa karibu sana. Tumwombe daima bila kuchoka, tukiwa na imani thabiti, tukikumbuka kwamba imani hiyo ndiyo inayotupa ujasiri na nguvu ya kumwomba, ya kumtumaini, ya kumpenda na kufanya kazi kubwa kwa jina lake, kama yeye mwenyewe anavyotualika leo katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 12 akisema, amin amin nawaambieni, yeyote aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye mwenyewe atazifanya, naam, kubwa kuliko hizo atazifanya. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Alanus Kiowi kutoka Jimbo Katoliki Njombe, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa pili, Seminari Kuu ya Mtakatifu Mtume Paulo Kipalapala.